Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari ndiye aliyewasilisha mapendekezo hayo ya ukomo wa bajeti mbele ya wabunge wote waliohudhuria mkutano huo. Serikali inakadiria kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 62,334.2 sawa na ongezeko la 10.3 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025 na 26. Kiwango hiki kimefikiwa baada ya kuzingatia vigezo kadhaa ikiwemo mwenendo halisi wa mapato ya ndani, ukomo wa nakisi ya bajeti usiozidi 3% ya pato la taifa kulingana na makubaliano ya kikanda, ongezeko la deni la taifa, gharama za mikopo na ongezeko la malipo ya mikopo. Na hapa anataja baadhi ya shabaha katika utekelezaji wa bajeti hiyo. Kurasimisha sekta isiyo rasmi, pili, kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari, tatu, kuboresha matumizi ya mashine za risiti za kielektroniki EFDs, kuimarisha na kuunganisha mifumo ya tehama ya ukusanyaji wa mapato, tano, kuhimiza matumizi ya njia za malipo za kibenki na kielektroniki, kurasimisha na kumilikisha ardhi ili kupanua wigo wa mapato, pamoja na kuimarisha miundombinu, mifumo ya vitendea kazi kwa ajili ya kuwezesha mafungu, taasisi na mashirika ya umma kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kodi. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo akaainisha baadhi ya vipaumbele. Mpango umeainisha maeneo matano ya kipaumbele kwa kuzingatia maudhui ya mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano FIDP4 na ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na maono na maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa kupitia hotuba yake ya kulifungua bunge la 13 na hotuba zingine ambazo amezitoa tangu alipoapishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya eneo kubwa la utofauti la mpango huu ukilinganisha mipango iliyopita ni kutambuliwa bayana kwa ushiriki na mchango wa sekta binafsi katika kufanikisha utekelezaji wa mpango huu wa maendeleo. Kuhusu mwenendo wa deni la serikali, hadi Disemba 2025 lilikuwa ni zaidi ya shilingi bilioni 109 ikilinganishwa na shilingi bilioni 93.6 katika kipindi kama hicho mwaka 2024, ambapo ongezeko la deni limetokana na serikali kuendelea kupokea fedha za mikopo kutoka vyanzo mbalimbali kwa ajili ya kugharimia miradi ya maendeleo. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma. Basi tuangalie maeneo ya vipaumbele kwenye bajeti hiyo kama ambavyo vimeainishwa hapa. Miongoni mwa vipaumbele ni utawala, amani, usalama na utulivu. Tunafahamu vinajeleza wazi kwamba ni moja kati ya mambo ya muhimu na msingi. Tunafahamu kwamba inahitajika amani na usalama ili kuvutia zaidi hasa kwenye sekta ya uwekezaji. Tunafahamu sehemu yenye amani na usalama ndio sehemu ambayo wawekezaji huvutiwa zaidi kuwekeza hapo. Lakini kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani ni miongoni mwa vipaumbele kwenye bajeti hiyo ya 2026-2027. Kipaumbele kingine ni kujenga uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Kwenye uwezo wa watu pengine ni pamoja na kuwapatia maarifa, ujuzi na uwezo wa kuweza kufanya shughuli mbalimbali ambazo zitawazalishia vipato ambavyo vitawawezesha wao kuendesha shughuli zao za kila siku kwenye familia na pengine kuwa na mchango mkubwa kwenye pato la taifa. Pamoja na kigezo hicho, miongoni mwa vipaumbele ni uhifadhi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Tunafahamu ni moja kati ya janga la dunia ambapo dunia hupambana kuhakikisha wanakabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Vipaumbele vingine ni kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani, na hapa ndipo moja kati ya sehemu muhimu ambapo serikali hujipatia mapato pale ambapo itaongeza uwanda mpana wa ukusanyaji wa mapato. Na tukumbuka tu siku kadhaa zilizopita Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA ilisema kuwa imeongeza idadi ya walipa kodi kutoka milioni 2.8 mpaka milioni 8. Ni idadi kubwa, na hiyo ni kufuatia kuanzishwa kwa mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya ndani ule wa IDRAS, moja kati ya mfumo ambao mpaka sasa TRA wanajivunia kuwa na mfumo huo. Kwa hiyo hivi ni vipaumbele vitano kwenye bajeti ya 2026-2027 hivyo.